Nimekuingilia so Waweza asubuhi leo. Salama kabisa. Ni waandishi hamna watoto ambao wanajua mpira. Haifika ya 15. Wake majina yote sema mtoto yote katika nyinyi aliletwa. Au ndo kwa Marco ndo ana miaka 6 sasa hivi. Marco una mtoto? Ana miaka 6 kwake. Miaka 6. Mzunda na miezi 5. Ungekubali yule mwanao mwaka 2019. Leo sitaki. Kumbe kuna mtu alimkataa? Bali mtoto wako mwaka 2016 ama kumzumbe sasa hivi anafanya kitwanga hapo. Anasoma wewe. Kama wa kwako yupo? Sasa sisi viongozi turuhusiwi conflict of interest. Na kama atakuja hapa atakuja na jina lingine sasa. Sasa sio kama vijana wako wengi. Sura itakuwa nini? Sura. Yaani conflict of interest mwanangu hapa hajakuja. Kwa sababu kuna mgongano wa kimaslahi. Ila tumetoa fursa kwa watoto wengine, si viongozi tunaruhusiwa kuleta watoto wetu. Kwa hiyo wao unaona vijana wametikia wengi. Wengi sana. Jiunga vijana kama 700 hivi. Na kama unavyoona kuna viwanja hapa kama 4 ambavyo vimetengenezwa. Kila kijana aliyekuja hapa atapata fursa ya kuonekana, na hii ni phase ya kwanza. Kuna ambao watachaguliwa leo kwa namba kubwa, tutakuwa na phase ya pili mpaka tutapata ile idadi ambayo GSM Foundation itakwenda kuwalipia. Kwa hiyo ni mdogo. Hii ndio future ya mpira wa Tanzania. Tunasema tunakuja kutengeneza wachezaji ambao watakuwa na muendelezo mzuri kutoka chini mpaka juu. Ndio siku ndio leo. Wanaohitajika. GSM wamedhamini, taarifa nimesikia jana wameongeza kidogo idadi. Wanataka kama 30 hivi ambao watawachukua. Lakini sasa unajua leo hapa tumealika timu mbalimbali. Kwa hiyo pia ni jicho tumetoa package ya GSM Foundation ambayo vijana hao sisi tutakwenda kujiunga na Yanga Soccer School. Kuna fursa pia ya vijana wengine ambao labda watakosa bahati hapa kuonekana na kupata nafasi ya kujiunga na timu nyingine. Kwa hiyo ni fursa ambayo leo vijana wamekuja kushowcase talent zao. Sisi tunawatakia kila la heri. Hapa kama nilivyowaambia, msimamizi katikati tunamuona yuko Paul Messi pale. Kwa kila ambaye atachaguliwa hapa ana uwezo. Sio kwamba kuna kona. Mimi ukienda kuniambia mmoja baada tunaingia ananiambia ananikumbusha shule niliyosoma. Umesikia? Nimesikia. Ananikumbusha shule ambayo nilisoma sekondari zamani hizo mwaka 2009 huko. 2008 2009. Ananiambia kuna mtoto anaitwa Fundikila hapa. Sasa Fundikila watu 700 anamjuaje? Hata kama nataka nimsaidie watu 700 nianze kuuliza who is Fundikila? Kwa hiyo hapa itapigwa tu boli ambaye ana uwezo atatuboa.